Iran wamemteua rasmi mrithi wa Ayatollah Ali Khamenei, ambapo wamemteua Mojtaba Ali Khamenei kuja kurithi nafasi ya baba yake ambaye ni Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulio la Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari 2026. Sasa mtoto wake Mojtaba Khamenei ndiye ambaye amerithi nafasi hiyo. Mojtaba anakuwa ni kiongozi wa tatu mkuu wa Iran toka mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979. Anaamini kufuata nyayo za viongozi ambao wamemtangulia. Inasadikika kwamba ni mtu mwenye itikadi kali zaidi hata ya baba yake na wale ambao wamemtangulia, kwa sababu mipango yake mingi ambayo alikuwa nayo kuhusiana na Iran kumiliki makombora mazito zaidi ya haya walionayo, baba yake alikuwa akikataa. Je, hii ni nafasi kwake sasa kuja kutimiza ndoto zake za Iran kumiliki mabomu na silaha nzito zaidi ya hizi walizonazo kwa sasa? Au Rais Donald Trump atasitisha ndoto yake kwa kumteketeza kama alivyofanya kwa baba yake? Kwa sababu ameahidi kwamba kiongozi yoyote wa Iran ambaye atateuliwa kuja kurithi nafasi ya Khamenei bila idhini yake, bila yeye mwenyewe kumchagua, basi huyo atapita naye, yani hatodumu kwenye kiti hicho, kwa sababu atashambuliwa na kuuawa na Marekani na Israel. Je, unafikiri Donald Trump atalitimiza hilo, au Mojtaba atakaa chini, ataketi chini na Rais Donald Trump kuyaweka sawa mambo na vita hivi viwe vimeishia hapo, au ataamua sasa kulipiza kisasi cha kifo cha baba yake pamoja na mwanae ambaye alifariki pamoja na baba yake katika shambulio ambalo limefanywa na Marekani na Israel? Maswali hapo yanakuwa ni magumu kidogo, lakini watu wengi wanaamini kwamba Mojtaba atalipa kisasi cha kifo cha baba yake na atazidisha mashambulizi dhidi ya Israel na maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Namna ambavyo wananchi wa Iran wamepokea uteuzi huu, unaweza kusema familia hii inapendwa sana na Wairani, au utawala huu unapendwa sana, tofauti na vile ambavyo tulikuwa tukiamini kwamba utawala huu haupendwi na hauhitajiki katika nchi ya Iran. Kwa namna ambavyo wananchi wamempokea, kuonyesha shauku zao, shamra ambazo zilikuwepo katikati mwa miji baada ya kuteuliwa kwake, kutangazwa kwamba Mojtaba Khamenei ndiye mrithi wa Ayatollah Ali Khamenei, basi unaona namna wananchi walivyoingia mitaani kushangilia wakiwa na bendera za nchi yao, wakiwa na picha za kiongozi wao mpya huyu ambaye amekuja kurithi kijiti au kiti cha baba yake. Inaonyesha ni kwa namna gani wana mapenzi ya dhati na kiongozi wao, na vijana wengi wanaonyesha kuwa na imani na mtoto wa Ayatollah Ali Khamenei ambaye ni Mojtaba, ambaye anakuja kurithi nafasi hii ambayo ilikuwa ni nafasi ya baba yake kabla hajauawa na Marekani na Israel. Iran imeendeleza na mashambulizi yake ya kulipiza kisasi baada ya Israel kushambulia katika mabohari ya mafuta ya Iran. Sasa Iran nao wamelipiza kisasi kwa kushambulia mji wa Tel Aviv na maeneo ya jirani. Wameshambulia vibaya sana leo tarehe 9 Jumatatu 2026 Februari. Wameshambulia vya kutosha, wamepiga mabomu ya kutosha. Kama unavyoona hapo, hayo ni matukio ambayo yametokea leo. Vita hivi vinazidi kuwa vikubwa, na baada ya Mojtaba kuteuliwa, watu wengi wanaamini kwamba hapa sasa ndipo ambapo moto utawaka zaidi, kwa sababu atakuwa na hasira za kulipiza kisasi dhidi ya kifo cha baba yake ambacho kimefanywa na Marekani na Israel katika shambulio la tarehe 28 Februari 2026 huko mjini Tehran nchini Iran. Mojtaba ni moja kati ya vijana ambao akiwa na umri wa miaka 17 alijiunga na jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC katika vita vya Iran na Iraq, na alipambana vita hivyo kwa takriban miaka 8. Kwa hiyo unaona kwamba ni mtu wa aina gani, ni mtu ambaye ni shupavu, mpambanaji, na ni mtu ambaye anaaminika kuja kuwa na uongozi bora zaidi. Lakini watu wanaangalia, je, hali ya Iran baada ya kuteuliwa kwake itakuwaje kiuchumi, kidiplomasia na mahusiano na nchi nyingine, hali itakuwaje? Sasa Mojtaba hakuwahi kuwa na wadhifa wote wa kiongozi kabla hajapata nafasi hii ya kuja kumrithi baba yake. Alikuwa na nafasi yote ya juu katika utawala wa Iran.
Japokuwa alikuwa akishughulika na mambo mbalimbali ya kijamii katika baadhi ya kazi za kijamii, lakini alikuwa ana wadhifa ule, ana uongozi wa juu kabisa katika nchi ya Iran. Ila ndiye ambaye amekuja kumrisi baba yake, akiaminika kwamba ana itikadi kali zaidi ya viongozi wote ambao wametangulia kabla yake, lakini anasema atafuata nyayo za wale ambao wamemtangulia. Itakuwaje baada ya Iran kumteua kiongozi huyu mpya na kumtangaza rasmi? Je, Marekani itafanyikisha katika kile ambacho wanakilenga, kutaka kubadilisha au kupindua utawala wa Iran, au Iran itafanikiwa kuendelea kulinda nchi yake, ardhi yake mpaka pale ambapo vita hivi vitaisha? Haijulikani vita hivi vitachukua muda gani, lakini wakati siku zinavyozidi kwenda tunazidi kuona matukio mengi makubwa ambayo yanazidi kutokea. Kwa hiyo subscribe Dems Media YouTube channel, lakini pia na follow TikTok, Instagram na Facebook tunatumia Dems Media kwa sababu ya kupata update za kile ambacho kinakuwa kinaendelea huko Mashariki ya Kati. Mimi ni Abdul Juma na nilikuwa tunakuja kukujuza kuhusiana na uteuzi wa Mojtaba Khamenei kuja kurithi nafasi ya Ali Khamenei ambaye ni baba yake na aliuliwa tarehe 28 Februari 2026 siku ya Jumamosi katika shambulio la kwanza la Marekani na Israel dhidi ya Iran.